wakati naamka asubuhi, Bwana kama nifundisha kitu ambacho tunaenda kukiomba, nikawa ninaona kuna watu ambao wanapokea alafu wanakuja wanyang'anyi. Yaani kuna kuja vipaka wanabeba vitu kwenye mikono yao. Lakini kundi la pili la watu, nikawa ninaona kuna watu wanakatwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanakatwa miguu kwenye ulimwengu wao. Manake hatua zao zinapungua, wanatembea kwa kuchechemea. Nilipokuwa ninaomba asubuhi hapa, Bwana akasema piga kelele ili miguu isiunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile miguu iliyokatika isiunge. Lakini cha pili, waliokuwa wanasomba mali kwenye mikono, piga kelele warudishe mali kwenye mikono ya watu wangu. Warudishe hazina kwenye mikono ya watu wangu. Warudishe tajiri kwenye mikono ya watu wangu. Bwana amesema nisipomoe, ila nipige kelele ili na mali zirudi kwenye mikono ya watu. Ninaona watu wengi wameweka mikono namna hii, wamekinga, alafu wanawekewa. Kuna watu wanadokoa, na kuna wakati ambao wakijaribu kutoa, alafu wakijaribu kukataa, wanatishiwa na kitu fulani cha chuma. Wakati ninaomba asubuhi, Bwana kaniambia piga kelele. Wakati huo mama alikuwa akiongoza maombi, nikasema no, kuongoza maombi. Bwana amesema tupige kelele, maana ndani ya madhabahu panaonekana kuna watu wamepakwa miguu, wamebakia na mguu mmoja, alafu wanaruka namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akasema katika ulimwengu wa roho iko uwezekano miguu iliyopata ikaungwa tena, ikarudishwa tena. Yule mtu badala ya kuchechemea akaanza kutembea vizuri, akaanza kukimbia vizuri, akaanza kuwa salama, akaanza kuwa salama. Nasema kwa jina la Yesu, nimeomba asubuhi na sasa tunaomba ili kuthibitisha wewe aliyekukata mguu utaungika mchana wa leo. Mguu unarudi mchana wa leo kwa jina la Yesu. Rokamande koriaba. Yuko mtu ambaye akipata walikuwa wanadokoa. Bwana ameniambia piga kelele mali zirudi, yani warudishe. Warudishe wenyewe. Warudishe wenyewe kwenye mikono yako waliodokoa pesa, waliodokoa furaha yako. Nasema mchana wa leo tunapiga kelele, furaha inarudi. Ile furaha inarejea. Ile furaha inarejea. Na maombi tutakayoomba yatamwangusha adui mmoja mmoja, yatafyeka adui mmoja mmoja, yataangusha Yeriko mmoja mmoja. Biblia inasema tunaanza na watoto hadi mfalme. Haleluya, 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 haleluya. Tunaanza chini hadi mfalme wao, tunaanza chini hadi kwa mkuu wao, tunaanza chini hadi kwa aliyemtuma ili akuue. Tunaanza kwa yule aliyetuma, tukikamata tunaenda kwa yule ambaye amemtuma. Haleluya, haleluya, haleluya. Yule aliyelipa pesa kwamba karibu ndoa yake, na yule aliyetoa hela, jana wa leo tunakamata, jana wa leo tunakamata, 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 tunakamata. Haleluya. Kwa jina la Yesu ninasafiri kwenda kwenye ulimwengu wa roho na ikanyaga nyumba yako. Nasema kwa jina la Yesu, wale wanaotumwa ninawakamata, na yule anayewatuma ninawakamata. Nyumba yako itakuwa salama. Piga kelele kwa Yesu. Nyumba yako itakuwa salama. Nyumba yako italindika. Nyumba yako itakuwa na ndoto mbaya. Nyumba yako itakuwa salama. Taipawa pasosi. Ndoto mbaya kuisha, na paka kuisha, na bundi kuisha, wachawi kuisha. Kwa jina la Yesu, kuisha, kuisha, kuisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna watu ambao biashara zao ni kama niseme, ni kelele ya kusema karibu
mtesha roba wawese ikari ya masha hata Lusaka nasema ite inayopiga inasema karibu mtesha